take your Bible and stand on your feet. Fungua Biblia yako na usimame kwenye miguu yako. Let's go in the book of Romans chapter 6. Romans chapter 6 verse 23. Warumi 6:23. Then you prepare Deuteronomies. The first reading is Romans chapter 6 verse 23. Romans 6:23. Then the second reading, Kisha andiko la pili, Deuteronomy chapter 11, 13 to 28. Romans chapter 6 verse 23. For the wage of sin is death, but the gifts of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Then the second reading in Deuteronomy chapter 11 verse 13 to 28. Are you there? Are you there? Deuteronomy? Let's read together. So if you are faithfully obey the commands I'm giving you today, to love the Lord your God and to serve him with all your hearts and with all your soul, then I will send rain on your land in its season, both autumn and spring rains, so that you may gather in your grain new wine and olive oil. I will provide grass in the fields for your cattle, and you will eat and be satisfied. Be carefully, or you will be enticed to turn away and worship other gods and bow down to them. Then the Lord's anger will burn against you, and he will shut up the heavens so that it will not rain, and the ground will yield no produce. And you will soon perish from the good land the Lord is giving you. Fix this word of mine in your hearts, in minds. Tie them as a symbol on your hands and bind them on your foreheads. Teach them to your children, talking about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and then you get up. Write them on the door frames of your houses and on your gates, so that your days and the days of your children may be many in the land the Lord swore to give your ancestors, as many as the days that the heavens are above the earth. If you carefully observe all these commands I'm giving you to follow, to love the Lord your God, to walk in obedience to him and to hold fast to him, then the Lord will drive out all these nations before you, and you will dispossess nations larger and stronger than you. Every place you set your foot will be yours. Your territory will extend from the desert to Lebanon, and from the Euphrates River to the Mediterranean Sea. No one will be able to stand against you. The Lord your God, as he promised you, will put the terror and fear of you on the whole land wherever you go. See, I'm setting before you today a blessing and a curse. The blessing if you obey the commands of the Lord your God I'm giving you today. The curse if you disobey the commands of the Lord your God and turn from the way that I command you today by following other gods which you have not known. Father, in the name of Jesus, we thank you for your word. Katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya neno Bless lako. your word. Bariki neno hili. Let your word speak to us. Acha neno lako lituzungumzie. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Unaweza uketi. May have your seat. Happy new day. Siku njema. Are you blessed this morning? Umebarikiwa leo. Thank you for coming. Asante kwa kuja. And remember, we'll pray for you today. Kumbuka tutakuombea leo. For what God has been showing us. Kile ambacho Mungu ametuonyesha. We continue with our subtitle, Trading Your Destiny. Tunaendelea na kifunzo chetu kidogo. Last Sunday we went through the life of Esau and Jacob. Jumapili iliyopita tulipitia maisha ya Esau na Yakobo. And we have see how Esau traded his destiny. Na tukaona jinsi Esau alivyouza hatima yake. Because of temporary needs. Kwa sababu ya janga la muda. And we learned last Sunday, in this life we are going to experience different moments and seasons.
tukajifunza kwamba lazima tutapambana na nyakati na majira tofauti. As the Bible says in the book of Ecclesiastes, Vile Biblia inavyosema kwenye kitabu cha Mhubiri, there's time to sow, there's time to gather, kuna wakati wa kukusanya na kuna wakati wa kutawanya. there's time to cry, there's time to laugh. Kuna wakati wa kulia na wakati wa kucheka. There is time to be loved and there is time to be hated. Kuna wakati wa kupendwa na wakati wa kukataliwa. And if the Bible reveals to us those seasons are there, So kama Biblia inathibitisha kwamba nyakati hizo zipo, it means we have to be ready to go through those seasons in our life. inamaanisha lazima tukue tayari kupitia. With revelation that we know it's just a temporary situation. Kupitia ufunuo ambao tunajua ni kwamba ni wa muda mfupi. I don't know which season you are going through now, Sijui ni season gani ambayo unapitia ndani. but you have to be aware it's not a permanent situation. Lazima ujue kwamba sio ya muda. It's just a temporary situation. Ni ya muda mfupi. And if it's a temporary situation, Kama si ya kudumu, it takes us to the book of Jeremiah, which reminds us the plan and the vision of God of our life. so natuingiza kwenye kitabu cha Yeremia anayetukumbusha kwamba Mungu anajua mipango ya mwanadamu. Which say, I know the plan which I have for you, not to harm you, but to give you a better future. Akasema ninajua mipango ambayo nayo kukuhusu, sio ya kukuadhibu. On last Sunday I said God was talking about the future. Nikasema kwamba Mungu anazungumzia kuhusu usoni. In other words, he knew the situation which Jeremiah was going through. Maana mengine ni kwamba alijua zile hali ambayo Yeremia alipitia. And his focus was not in what Jeremiah was going through. So mtazamio wake hauko kwa vitu ambavyo Yeremia alipitia. But his focus was in what he's planning to do in the life of Jeremiah. Mtazamio wake ulikuwa kwa vitu ambavyo atafanya kwa maisha ya Yeremia. And when we have this mind, so wakati tuko na wazo hili, it will not be easy for us to trade our destiny. Haitakuwa rahisi kwetu kuuza hatima. Because of temporary needs or situation. Kwa sababu ya hitaji za muda. Today we are going to see also the second issue which make people to trade their destiny. So tangalia leo kitu cha pili ambacho kinafanya watu wauze And hatima. if you have gone through the first reading in the book of Romans, So kama umepitia kitabu cha kwanza cha kitabu cha Warumi chapter 6 verse 23, 6:23, which says, for the wage of sin is death. nasema mshahara wa dhambi ni mauti. It means when we sin, Na maanisha unapotenda dhambi, we trade our life to destruction. tunauza hatima zetu na maisha yetu kwa destruction ama what is Kwa destruction? Kwa uharibifu. Praise be the name of Jesus. Amen. When you live in sin, So wakati unaishi katika dhambi, you are destroying your own destiny. unaharibu hatima yako mwenyewe. Because God is holy. Kwa sababu Mungu ni mtakatifu. And if God is all, the Holy Spirit also is holy. So pia Roho Mtakatifu ni mtakatifu. And for you to make it in this life, Na ndiposa ufaulu katika maisha haya, you need the guidance of the Holy Spirit. unahitaji mwongozo wa Roho And Mtakatifu. for the Holy Spirit to guide you, Na ndiposa Roho akuongoze, you must be living in life which pleased God. lazima uishi maisha ya kumpendeza Mungu. Touch your neighbor, tell him, if you dwell in sin, Mguse jirani yako, mwambie kama utakaa kwenye dhambi, you are trading your destiny. unauza hatima yako. In other words, it's like you don't know where you are going. Maneno mengine ni kana kwamba ujui uendako. Praise be the name of Jesus. If you live in sin, Kama unaishi katika dhambi, you are trading your destiny. unauza hatima. And we can see it in the book Deuteronomy, which we have read, 11:13 to 28. Naona kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, When God was taking the Israelites wakati Mungu alikuwa anapeleka wana wa Israel in the promised lands, kwenye mji aliowahidia. hallelujah. Amen. When he was taking these people in promised lands, Alipokuwa anawapeleka kwenye mji aliowahidia, it was a land owned by 5 powerful nations.
So ulikuwa ni mji ambao umezingirwa na mataifa matano yenye nguvu. And God wanted to prove his power to those nations. So Mungu alitaka adhihirishe nguvu zake kwa mataifa haya By surrendering those nations to his people. Kwa kusalimisha mataifa haya kwao. To the people who didn't have any army. Kwa watu ambao hawakuwa na majeshi. To win 5 powerful nations. Niposa washindane na mataifa matano yenye nguvu. And God spoke to these people. Na Mungu akawazungumzia. I'm about to give you the land of 5 powerful nations. Nitakupatia taifa hili. The land which I swear to your forefathers. Ni mji niliowaidia mababu zenu. Now I'm taking you to capture that land. So nataka niwapeleke mpate kushika But mji you huo. have to know these things. Lazima mjue mambo haya. So if you faithfully obey, kama utatii kwa uangalifu, the command I'm giving you today, amri ninayokupatia leo, to love the Lord your God and serve him with all your hearts. Kumpenda Mungu wako na kumtumikia kwa moyo wako wote. God gave them this command. So Mungu aliwapatia amri hii. If you want to get where I'm taking you, ukitaka kushika vitu ambavyo nakwambia, if you want to own that land, na ukitaka kushika mji, it's a good land. Ni mji mzuri. It's a land where milk and honey flow. Ni mji ambayo asali na maziwa It's a land where there is life. Kuna maisha. It's a land where everything you need is there. Ni mji ambao chochote unachokihitaji I want to give you. Nataka nikupatie. If you love me, lakini if you utanipenda, keep my command, kama utashika amri zangu, if you will walk in my way, kama utatembea kwa njia if you zangu, remain faithful to me, kama utabaki mwaminifu and serve me faithfully, na unitumikie kwa uaminifu, then I will drive those nations sasa nitakimbiza mataifa haya out of that land. Kutoka kwenye miji hiyo. Praise be the name of Jesus. Amen. Some may claim that was the time of the law. Kasemekana kwamba ulikuwa ni muda wa Mungu. But if you see 27 and 28, verse 27 and 28. Mstari wa 27 na 28. No, 26. See, I'm setting before you today a blessing and a curse. Ona mbele yako nimekuwekea vitu viwili, laana na baraka. The blessing if you obey the commands. Baraka kama unatii amri of the Lord your God that I'm giving you today. ya Mungu wako nakupatia leo. The curse if you disobey the commands. Na laana kama utakiuka of the Lord your God and turn from the way that I command you today. Kama utakiuka zile amri za Mungu wako anazokupatia leo. By following other gods which you have not known. Kwa kufuata miungu mingine ambao hamjui. Praise be the name of Jesus. Praise the Lord. In other words, we have to have this in our mind. So lazima tukue na haya katika mawazo. Anytime God speaks about blessings, wakati wote Mungu anapozungumzia baraka, there is also curses. Kuna laana pia. And we have to have this in our mind. So lazima tukue na haya katika mawazo. The blessings of God are conditional. Kwamba baraka za Mungu ni za condition, ziko na masharti. So mimi nikisema Kiswahili sema Kizungu, nikisema Kiingereza sema Kiswahili. Ama namna gani? Amen. Now, the blessings of God are conditional. So baraka za Mungu zina masharti. Praise be the name of Jesus. Amen. If you want to be blessed by God, kama unataka kubarikiwa na Mungu, you must be ready to go through to obey his commands. Lazima uwe tayari kwenda na kutii amri zake. And if you disobey the commands, automatically, kama utakiuka zile amri, curses will follow you. Laana zitakufuata. And remember, these were people he loved. So hawa ni watu aliowapenda. But he didn't hide to them. He didn't hide. Hakujificha. He didn't hide something
from them. Hakuficha chochote kutoka kwao. He showed them blessings and curses. Alionyesha baraka na laana. If you obey the command I'm giving you today, Akasema kama utatii zile amri ninazokupatia leo, these blessings will manifest. baraka hizi But if zitadhihirika. you disobey the command I'm giving you today, Kama utakiuka, these curses will follow you. laana hizi ndizo The zitakazokufuata. blessings of God are So conditional. baraka za Mungu zina masharti. Nothing just happened in this kingdom. Vitu havitendeki tu. You have to know what you have to do. Lazima ujue ni kitu gani unachofaa kufanya. It doesn't matter the promise was given to these people. Haijalishi ahadi alizopatia But watu when hao. the time reached to take them to their destiny, Wakati muda ulifika kuwapeleka katika hatma, he gave them the commandments. aliwapatia agano. Hello? Hello. Akawapa sheria. He gave them a law. Nobody in this place want to be cursed. Hakuna anayetaka kulaaniwa mahali hapa. Everybody want to be blessed by God. Kila mtu anataka kubarikiwa na Mungu. Everybody want to see God in his Kila life. mtu anataka Everybody want to see the blessings of God in his life. Kila mtu anataka kuona baraka za Mungu katika maisha. But there are conditions for these blessings to manifest. Lakini kuna masharti ndiposa baraka hizi And remember, we are talking the secrets for success in the Lord. Kumbuka tunaongea kuhusu siri za ufanisi katika Bwana. We are not just talking success. Hatuzungumzi tu ufanisi, We are talking success in the Lord. lakini ufanisi katika Bwana. You make it when you are walking together with him. Utafaulu wakati unatembea pamoja naye. You are walking with him Unatembea naye and you make it in your life. na utafaulu katika maisha. We are not talking the other success, Hatuzungumzi ufanisi ule mwingine which will not take you to heaven. ambao hautakupeleka mbinguni. Because we have to understand the greatest success in our life, Lazima tufahamu kwamba ufanisi mkuu katika maisha one day to be together with Jesus. ni siku moja uwe pamoja na Yesu. Because that is the mission of salvation. Hii ndiyo mission ya wokovu. So that we may spend the rest of our life together with him. Kumaliza maisha yetu pamoja naye. That is the greatest success of every believer. So hiyo ndio ufanisi mkubwa. All other things which we need in this life Mambo mengine yote ambayo tunahitaji katika maisha haya are just bonus. ni vitu vya kuongezewa. But the greatest success Lakini ufanisi ule mkuu is to spend the eternal life together with him. ni kumaliza maisha yako Now, when we talk success in the Lord, when we talk about success in the Lord, tunapozungumzia kuhusu ufanisi katika Bwana, we have to remind ourselves, lazima tujikumbushe. yes, I'm successful in material things, Ndio anaweza kuwa mfanisi kwa mambo ya kihalisi. and I know if Jesus will come today, Najua kwamba Yesu atakapokuja leo, I will go with him. nitaenda pamoja naye. If Jesus will knock my door today, Kama Yesu atanibishia mlango, I will be together with him in paradise. nitakuwa pamoja naye katika paradiso. Because there are many people who have made it in this life, So kuna watu waliofaulu katika maisha haya, but they will never be together with Jesus. lakini hawatawahi kuwa pamoja na Yesu. They will spend the rest of their life in the hell, in Watamaliza fire. maisha yao yote yataishia kuzimu. But when we are talking the secret for success in the Lord, Unapozungumzia siri za ufanisi katika it Bwana, means I have what the people of the world have. inamaanisha ninavyo vitu ambavyo watu wa dunia wako navyo. I have mansionettes like them. Niko na manyumba kama wao. I have jets like them. Nina mandege kama wao. And if he come today, I will be with him. Lakini hata akija leo nitakuwa pamoja naye. Bwana asifiwe. Praise the Lord. That is the success we are talking about. Huo ndio ufanisi tunaozungumzia. Because you can have everything you want in this Unaweza life kuwa na chochote ambacho unahitaji katika maisha haya and spend the rest of your life in hell. na umalize maisha yako yote kuzimu.
Hallelujah. Praise the Lord. Because the people of the world, they have all these things. Watu wa dunia wana mambo haya pia. We are not just talking about success, having cars, having homes, having those things, but even it comes today. Hatuzungumzi tu kuwa na magari na manyumba, lakini hata akija leo, I will be with him. nitakuwa pamoja naye. Because this life is just a short life. Kwa sababu maisha haya ni mafupi. Now, if some of us will claim the Deuteronomy is about the Old Testament, So kama wengine wetu tutasema kwamba kumbukumbu la Torati inahusu mambo ya kale, we can see the idea of Jesus about the things which we have read in Deuteronomy in the book of Matthew also. tunaona pia vitu hivi ambavyo vimeandikwa kwenye kitabu cha kumbukumbu la Torati, pia Yesu anavionyesha kwenye kitabu cha Mathayo. Before we read Matthew, Kabla ya kusoma Mathayo, we can go to Romans chapter 6. unaweza kaenda Warumi 6 verse 1. Warumi 6:1. You can read it. Tasoma kitabu cha Warumi 6 mstari wa kwanza. Biblia inasema, tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? 2 inasema, la hasha, sisi tuliofia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Yeah, you can stop from there. Just I'll read verse 1. What shall we say to all this? Are we go remain in sin in order that that grace, favor and mercy may multiply and overflow? So kuna wale ambao watasema kwamba tuko wakati wa neema, tuko wakati wa sheria. So we have people that say we are in times of grace, not times of law. But grace is not a license to keep sinning. Lakini neema sio cheti cha kuendelea kutenda dhambi. Grace does not give you a permission to keep sinning. So neema haikupatii ruhusa ya kuendelea kutenda dhambi. Because the Romans which we have read, it gives us the wage of sin is death. Be as the physical death. So hizi kuwa labda ni kifo cha kihalisi, But it's a spiritual death. kini cha kiroho. And when we talk about spiritual death, Wakati tunazungumzia kuhusu kifo cha kiroho, it's your disconnection to your maker. ni kutokuunganishwa na muumbaji wako. And when you are disconnected to your God, Wakati umetengwa naye, it means your prayer will not be answered. maanisha maombi yako hayatojibiwa. Your need will not be met by him. Mahitaji yako hayatakutana pamoja naye. His supply will not be given to you. Ukirimio wake hutopewa. His protection will not be part of you. Ulinzi wake hutakuwa sehemu yako. Because you are dead spiritually. Kwa sababu umekufa kiroho. You are not in union with him. Hauna mahusiano naye. And if we remember the prayer our Lord, So ukikumbuka ombi la let your will be done here on earth anasema mapenzi yako yafanyike hapa as it duniani is in heaven. kama ilivyo. That is the model of prayer which Jesus teaches his disciples. So hili ni ombi ambalo Yesu alifunza wanafunzi wake. Your will, your plan over me. Mapenzi yako juu yangu. What you program over me. Kile ambacho umepanga Let it be done in my life. acha kitendeke katika maisha. When we know, Wakati tunajua we have been blessed with all spiritual blessings tumebarikiwa na baraka zote za kiroho in the spiritual realms. katika roho, Which means whatever I need, na maisha chochote ninachokihitaji it's already given to me in the spirit. tayari nimeshapatiwa katika roho. And when I pray this our Lord prayer, Wakati naomba ombi hili, I remind God
I remind God, namkumbusha Mungu, whatever you have blessed me in the spiritual realm, chochote ulichonibariki katika ulimwengu wa kiroho, whatever you have availed for me in the spirit, chochote ulichoweka wazi, let it be done now in my life acha here. kitendeke sasa katika maisha yangu. Praise be the name of Jesus. Amen. We have been blessed with all spiritual blessing in the spirit realms. Tumebarikiwa na baraka zote za kiroho katika Bwana. Whatever God has given you, chochote ulichopewa na Mungu, it's a spiritual blessings. ni baraka za kiroho. And it has to come to the manifestation. Lazima zijidhihirishe It must katika uhalisi. come to the reality. Lazima zije katika When uhalisi. you remind him, Wakati unamkumbusha, whatever you have programmed for me for this year, chochote ulichoniandalia mwaka huu in heaven, mbinguni, let it be done here on earth. acha kifanyike hapa duniani. And when I'm dead spiritually, Wakati nimekufa sasa kiroho, because of sin, kwa sababu ya dhambi, there is no transaction which will go on in my life. hakuna mabadilishano ambayo yataendelea. The heaven will not transact anything on my behalf Mbingu anymore. haitaachilia chochote, Because I'm considered dead. kwa sababu niko consider kama mtu aliyekufa. The Bible says God is the God of the living. So Mungu anasema kwamba yeye ni Mungu walio hai. If God is the God of the living, Kama ni Mungu walio hai, when you are dead spiritually, ukifa kiroho because of sin, kwa sababu ya dhambi, it means you are separated from the blessings of God. maanisha kwamba umetengwa na baraka za You Mungu. are cut off from the supply of God. Umetengwa na ukirimio wa Mungu. It doesn't matter the promise which was given to you. Haijalishi ahadi ulizopatiwa. It doesn't matter what you know God is able to do for Kama you. kile ambacho unajua Mungu anaweza kukufanyia, It will no longer be available for you. hakitapatikana tena kwako. Because God is the God of the Kwa living. sababu yeye ni Mungu wa wanaoishi. And the wage of sin is Na death. mshahara wa dhambi ni mauti. When you live in sin, Unapoishi katika dhambi, you are disqualified. You are disqualified unatolewa from the blessings of God. katika baraka za Mungu. Yes, it has been promised to you. Ndio umepatiwa ahadi. Yes, you have been given vision about your future. Umepatiwa vision kuhusu usoni mwako. Yes, you have a prophecy about yourself. Ndio uko na unabii kujihusu. But when you live in sin, Unapoishi katika dhambi, you are considered dead. unatambulika kama mtu aliyekufa. And God will not work with dead people. Na Mungu afanyi na waliokufa. God is in the business with the living. Yeye anafanya na wanaoishi. It doesn't matter how many times you'll fast and pray. Haijalishi utafunga na kuomba. But when you dwell in sin, Ukikaa katika dhambi, when you have made sin to become your dwelling place, ukifanya dhambi kuwa makao yako, when your conscience is dead about sin, wakati dhamiri yako imekufa about sin, imekufa kuhusu dhambi, you are separated from the supplies of God. umetengwa na ukirimio wa Mungu. Are we together? Tuko pamoja. You can see how sin trades your destiny. Unaona vile dhambi inauza hatima yako. I know the plan I have for you, Najua mipango ninao juu yako, not to harm you, sio kukuharibu, not to leave you in that condition, sio kukuacha katika hali hiyo, but to give you a better tomorrow. lakini kukupatia uso ambao ni mzuri. Your better tomorrow Kesho yako nzuri will depend which kind of life you live. itashiriwa na maisha gani ambao unaishi. And God didn't hide this truth to the Israelites. Na Mungu hakuficha. I put blessings and curse before you. Ansema nimeweka laana na baraka mbele If you yako. obey my commands, Ukitii amri, these blessings will flow in your life. baraka hizi zitadhihirika katika maisha If yako. you disobey my commands, Kama utadisobey, curses are ahead of you. laana ziko mbele yako. Praise be the name of Jesus. Bwana asifiwe. The sorcerers of my village
wachawi wa mji wangu. They're the reason why I'm living in failure. Hao ndio sababu ambayo naishi katika kushindwa. It's not about the sorcerers of your village. Haihusu washirikina ama wachawi wa mji. It's about the life which you have choose to live. Inahusu maisha uliochagua kuishi. Do you love yourself? Unajipenda? Do you love your future? Unapenda hatima yako? Are you seeing any future ahead of you? Je, unaona uso wote mbele yako? Where are you seeing yourself? Unajiona wapi? If you are seeing yourself somewhere, kama unajiona mahali fulani, you have to deal with any hindrance. Lazima upambane na vizuizi vyovyote. If you love to see yourself there, kama unataka kujiona huko, if you want to live that life, kama unataka kuishi maisha hayo, you have to deal with any hindrance which stand in your way. Lazima upambane na kila kizuizi ambacho kinakukujia. That's why the Bible says, fight for your own salvation. Biblia inasema pigania with fear and trembling. Kwa kutetemeka na kuogopa. Why are you quiet? Mbona umenyamaza? Are we talking in tongues? Tunazungumza katika ndimi? Or are you getting us? Ama unatupata? Are we together? Tuko pamoja? Are we together? Tuko pamoja? Maybe you are saying we are in grace. Labda unasema tuko katika neema. But grace is not the license of sin. Lakini neema sio cheti cha dhambi. Now let's go now in the book of Matthew. Mathayo chapter 22 verse 36 to 40. Mathayo 22 kuanzia 36 hadi 40. All the commandment and the law sheria zote are in this commandment given to us in this scripture. Sheria zote ziko katika sheria ambayo tumepatiwa katika andiko hili la Mathayo. Teacher, I'm reading Amplified Version. Teacher, which kind of commandments is great and important? The principal kind in the law. Some commandments are light, which are heavy. And he replied to him, you shall love the Lord your God with all your hearts, and with all your soul, and with all your mind, intellects. This is the great, most important principle and first commandment. And a second is like it. You shall love your neighbor as you do yourself. These two commandments sum up, and upon them depends all the law and the prophets. Mathayo 22 kuanzia 36 mpaka 40. Biblia inasema, mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndio amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili hutegemea Torati yote na manabii. Are we together? Tuko pamoja? All the law and all the prophets So matafsiri yote na sheria zote are centered in this scripture. Zimeangalishwa In katika other words, andiko hili. Jesus brought back the law which was given in Old Testament. So Yesu akaleta ile sheria ambayo ilipatiwa kwenye agano la kale In New Testament in a new form. Akaleta katika njia nyingine. Teacher, which kind of commandment is greater and important? And the principal kind in the law, some commandments are light, which are heavy.
And he replied to him, you shall love your Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, intellect. This is the great, most important principle and first commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as you do yourself. These two commandments sum up, and upon them depends all the law and the prophets. Number one, in this scripture, ya kwanza katika andiko hili, Jesus is telling these people, Yesu anaambia mtu huyu, they have to love their God with all their souls. lazima wampende Mungu na nafsi zao zote. With all your soul. Na nafsi zao zote. In your soul you have emotion. Katika nafsi una hisia. You have minds and will. Na una mapenzi na uko na mawazo. When Jesus is telling them you have to love God with all your soul, so Biblia ikisema kwamba lazima mpende Mungu na nafsi yako yote, it's telling them you have to love him with all your minds. Na maanisha lazima mpende na mawazo yako yote. You have to love him with all your intellects. Na lazima mpende na fahamu zako zote. Then you have to love him with all your emotions. Na hisia zako zote. In other words, your emotion must be driven by him. Inamaanisha kwamba hisia zako lazima ziendeshwe naye. Your emotion must be driven by the love of God. Lazima ziendeshwe na upendo wa Mungu. Your will, mapenzi yako, must be driven by the love of God which you have. Lazima endeshwe na mapenzi ya Mungu. Upendo wa Mungu. With the love of God. Love your God with all your soul. Mpende Mungu wako na nafsi yako yote. Love him with all your intellects. Na uwerevu wako wote. Your intellect must be given to him. Lazima mpatie. When you go to him, when you serve him, you have to serve him with all your intellects. Lazima mtumikie na mawazo yako yote. Because you love him with all your soul. Sababu unampenda na nafsi yako yote. And yote. in your soul there is intellect, which is mind. There is emotions. Kuna akili na kuna hisia. Manake anasema unipende na hizo hisia zako zote. He said love with all those feelings. Una feeling juu ya Mungu. Feelings zako zina express how you love him. Hisia zako zinaonyesha jinsi unavyompenda. Your will. Mapenzi yako. Express how you love him. Anaonyesha jinsi unavyompenda. Uamuzi wako. Your decisions. Inaonyesha how you love him. As shows how you love him. Praise the Lord. Hakusema just love me just superficially. No. Hakusema unipende tukijua kali. Love me with all your soul. Sema nipende na nafsi yako yote. Everything which is in your soul chochote ambacho kiko katika nafsi must express the love which you have for me. Lazima kionyeshe upendo ambao your feeling must portray the love of God which your feeling must portray how you love him. Lazima zionyeshe jinsi unavyonipenda. Your emotions must portray how you love him. Hisia zako lazima zionyeshe jinsi unavyonipenda. Let me give you this example. Acha nikupatie mfano huu. Because you love God, kwa sababu unampenda Mungu with all your soul, na nafsi yako yote, and your soul drives your emotions, na nafsi yako ndio inaongoza hisia zako. When you found somebody, maybe a lame man, ukimpata mtu labda aliyelema, is begging on the streets, anaomba katika miji, that feeling which is in your soul, ile hisia ambayo iko katika nafsi, you feel pity about this person, unahisi huruma, and you go in your pockets, so utaingia katika mfuko wako, you help him, unamsaidia. That is the feelings which you have in you. Hiyo ni hisia ambayo unayo. When you see this person, wakati unaona mtu huyu, when you see a blind person, wakati unaona mtu kipofu, is struggling to cross the road, anang'ang'ana kuvuka barabara, even when you are in a hurry,
hata wakati katika haraka, that feeling hiyo hisia which is in your soul, ambayo katika nafsi, because you love him, you love God with all your soul, sababu unampenda Mungu na nafsi yako yote, and your soul carry emotions and feelings. nafsi inabeba hisia. And when you see this this person is struggling, Wakati unaona mtu anang'ang'ana, that feelings in you hisia hizo ndani mwako push you to assist this person, zinakusukuma, because you love God with all your heart. sababu unampenda Mungu na moyo wako wote. Somebody is struggling in the stage. Mtu anang'ang'ana katika stage, They have steal him money, and he ameibiwa, doesn't have any more fare, transport. ameibiwa pesa, hata hana nauli, And you have only na wewe uko tu na for you and for someone else. uko na yako na mtu mwingine, And it's only what you have. na hiyo tu ndio nayo. Maybe you don't have anything at home. Labda huna chochote nyumbani, You don't know how you'll go back in the city. ujui utakavyoregea, But because you love God with all your soul, lakini kwa sababu unampenda Mungu and your soul drives your emotions. na nafsi yako ndio inayo When you see this person is struggling, ukiona mtu anang'ang'ana, you don't mind how you'll go tomorrow to work. hautajali jinsi utaenda kazi You pay kesho, transport for this person. unamlipia, Why? Because you love God with all your sababu soul. unampenda Mungu na nafsi yako yote, And God is love. na Mungu ni upendo. Are we together? Amen. Love your God with all your soul. Penda Mungu wako na nafsi yako yote, Love him with all your minds. na mawazo yako yote. What is the work of minds? Kazi ya akili ni nini? Is to think, Ni kufikiria, to plan. kupanga. When you love him with all your soul, Unapompenda na nafsi yako, and your soul carry your mind, na nafsi yako inabeba akili it zako, means you'll be somebody who is thinking utakuwa mtu anayefikiria something good about God. kitu kizuri kumhusu Mungu. You will be planning things in your mind. Utapanga mambo katika mawazo yako. Utakuwa na kikao, utatengeneza kikao wewe mwenyewe ndani ya akili yako. You are going to bring yourself to a meeting. Unafanya meeting na akili zako. You're going to do a meeting with your own mind. God, if you do this to me, Kinifanyia hii, if the deal which I'm pursuing, it will come true. kama deal itafaulu, I want to do this and this and this for you. nataka nifanye hii na hii na kwako. I will go to that home of orphans Nitaenda katika ile nyumba ya wajane, ya mayatima, ya mayatima, and do ABCD. na nifanye moja mbili. I will do this in your house. Nitafanya hii katika nyumba yako. You enter in a meeting with your own mind, Unajikusanya kwenye mkutano, because your mind are driven. kwa sababu mawazo By your yako soul. yanaendeshwa na nafsi. You think, you plan things Unapanga mambo to do for God, unapanga mambo ya kumfanyia Mungu, because your mind kwa sababu mawazo yako love God. yanampenda Mungu. Your mind is not just in search of the things which profits you, Mawazo yako hayatafutishi tu vitu vya kukufaidi, but because you love God, kwa sababu unampenda Mungu. you want to make him feel good. Unataka amfanye ahisi You sawa. enter in a meeting with your own minds. Unajiita kwenye mkutano, If these things will happen, kama vitu hivi I will vitatendeka, do this, God. nitafanya hii, Because you love him with all your soul. sababu unampenda na nafsi yako, And your soul drives your minds, na nafsi yako inabeba drives your emotions. inabeba hisia zako. Hello? Hello. You are in the church and you see somebody who is struggling. Katika kanisa ndio unaona mtu anang'ang'ana, Because you love God with all your soul. sababu unampenda Mungu na nafsi yako yote. You have that emotions. Una hizo hisia. You have feelings. Una hisia. You feel how that person is feeling.
unahisi jinsi mtu huyu You anavyohisi. feel the pain which this person is going through. Unahisi yale machungu anayohisi. And you act. Na unatenda. Praise be the name of Jesus. Because you love him with your soul. Kwa sababu unampenda na nafsi yako yote. And your soul command Na nafsi your yako mind, ina akili zako, your mind, your emotions, your pia hisia zako and your will. na mapenzi yako. I decide Unaamua, I will pay rent for her for 6 months. nitamlipia nyumba miezi 6. I'll take his children to school. Nitapeleka watoto wake shuleni. Now that is, it's your will. Hayo ni mapenzi yako. You decide what you'll do. Unaamua cha kufanya. Because you love God with all your soul. Sababu unampenda Mungu na nafsi yako. Are we together? Jesus didn't say just love God like that. Yesu hakusema mpende tu. Love him with your soul. Mpende na nafsi yako. I know what your soul drives in you. Najua kile ambacho nafsi yako I know your soul drives your will. Nafsi yako inabeba mapenzi yako. What you will do. What you plan to do. Kile ambacho utafanya. I know your soul drives your intellect, your mind. Pia nafsi yako inapeleka mawazo. I know your soul drives your emotion. Na hisia zako. Amen. You know, upende Mungu na nafsi yako yote. Say love the Lord with all of your soul. If anasema love him with all your soul. So akisema mpende na nafsi yako. It means you love him with everything the soul has. Maanisha unampenda na kila kitu ambacho nafsi inayo. Are we together, church? Kwa pamoja. Whatever, everything which is in the soul. Chochote ambacho kiko katika nafsi. It means you love him with it. Maanisha unampenda na your minds, mawazo yako, your intellects, akili zako, your emotions, hisia zako, and your will. Na mapenzi yako. I decide I will be doing this for God. Unaamua nitakuwa nafanyia hii Mungu. That is your will. Au ni mapenzi yako. You decide. Unaamua. Why? Because that's why he calls us love your God with all your soul. Pende Mungu wako na nafsi yako yote. Secondly, ya pili, love your God with all your spirit. Na roho yako yote. Your spirit is a place where you are the communion, you are in communion with God. So roho yako ndio inafanya maunganisho na Mungu. It's where God communicates to you. Pale ambapo Mungu anakuzungumzia. In other words, when you love him with your spirit, all your spirits, so wakati unampenda na nafsi yako yote, you allow God to communicate with your spirits. Unamkubali akuzungumzie. To command your spirits. Kuamuru. Hello. Love your God with all your soul and all your mind and all your spirits. Pende Mungu wako na nafsi yako yote na moyo wako wote. It's where your conscience is. Hapo ndipo dhamiri ziko. Hello? When you sin, unapotenda dhambi, it's not your mind which reminds you. Sio mawazo. It's not your soul which reminds you. Sio nafsi yako. But it's your spirit. Ni roho. But because it's there, God communicates. Sababu hapo Mungu anaizungumzia. God communicates to you through your spirit. Mungu anakuzungumzia kupitia roho. And when you sin, He will communicate to your spirit. Wakati unatenda dhambi atakuzungumzia. And your conscience come up. Na conscious na hisia. In other words, when God is calling us to love Him in those three dimensions, wakati Mungu anatuita tumpende katika eneo hizi tatu, He wants to control the all of you. Anataka akukontrol wewe wote. He wants to drive your life. Anataka peleke maisha yako. And when He drives your life, wakati anapeleka maisha, you will succeed. Utafaulu. Are we together? Amen. That is what Jesus answered this person. Love your God with all your mind, with all your soul, mpende Mungu wako na nafsi yako yote na mawazo yako yote, and all your spirit. Na roho yako yote. Because when we love God in those three areas, ukimpenda Mungu kwa njia hizi tatu, God has dominion over you. Mungu ako na umiliki juu yako. Your will is controlled by Him. So mapenzi yako yanaongozwa na, your emotions are controlled by Him. Hisia zako zinaongozwa naye.
and you have a fellowship with him in your spirit, na uko na mahusiano naye katika and your conscience is alive, na conscious dhamira zako zinaishi, when you wrong somebody, unapomkosea mtu, you are ready to go to ask forgiveness uko tayari kwenda kumomba because msamaha, your conscience are alive. kwa sababu hisia zako zinaishi. And when you make peace with people, Unapofanya amani na watu, your ways are open. njia zako zinafunguka. And Jesus answered this person, you have to love your God with this area. Yesu akamjibu akasema lazima umpende Mungu wako katika njia hizi. And in John chapter 14, Yohana 14, John 14 verse 15 Yohana 14:15 to 16, hadi 16. and you jump to verse 21, Alafu uruke hadi 20. you will see something in the scripture. Utaona kitu katika maandiko haya. These are the benefits of giving ourselves to God. So Allowing God to control our, to be in communion with him. hizi ni faida za kuongozwa naye, pia kukubali kuwa pamoja And to allow him to drive our life. na kukubali aongoze maisha. When our life are driven by him, Wakati maisha yanaongozwa, success become evident. ufanisi unakuwa uhalisi. Anyone who abide in me Yote ambaye anakaa and my word in him, na neno lake ndani mwake, he will bear much fruits. atazaa sana. There is no fruits out of being abide. Hakuna matunda nje ya ushirika. There is no success out of Jesus. Hakuna ufanisi nje ya Yesu. If you want to experience success in our life, Ukitaka kupata you ufanisi, have to love God with your soul. lazima mpende Mungu na nafsi yako. Make decisions which please God. Fanya maamuzi ambayo yanampendeza. Make decisions which progress the kingdom of God. Fanya maamuzi ambayo yanapeleka ufalme wa Mungu mbele. Allow the Spirit of God to have communion with you. Kubali Roho wa Mungu afanye mahusiano pamoja nawe. To revive your conscience. Auishe dhamira zako. And when your conscience are revived, Na wakati dhamira zimeuishwa, you know evil and you know good. utajua mabaya na utajua maovu. You know when to ask forgiveness. Utajua wakati wa kusamehe. You know when to humble yourself. Utajua wakati wa kunyenyekea. You know when to go to your God. Wakati wa kumwendea Mungu wako. Because your conscience are alive. Kwa sababu dhamira zako zinaishi. Because you love him with all your soul and mind. Unampenda na nafsi yako yote na mawazo. Which give him a license to operate in your life. Inakupatia license ama cheti cha kufanya katika maisha. And to make you who he called you to be. Na kufanya alichokuitia uwe. And this activity Wakati unaingia is die. Inakufa. Because there is a curse upon your life. Sababu kuna laana. The curse is the power which limits people. Ni nguvu ambayo inazuia watu. The outcome of disobeying the law of God. Matokeo ya kukeuka sheria za Mungu. Praise be the name of Jesus. Bwana asifiwe. If you really love me, Kama unanipenda kwa you will keep obey my commands. utaendelea kushika amri zangu. And I will ask my Father, Na nitamuomba babangu, and I will give you, if you really love me, you will keep obey my commands. And I will ask my Father, kama unanipenda kwa dhati na kuweka sheria zangu, nami nitamuomba babangu, and he will give you another comforter, na atakupatia another comforter, mfariji mwingine, another counselor, mshauri another helper, na msaidizi another intercessor, na muombezi, another advocate, na atakaye kusimamia, another strengthener, atakaye kupatia nguvu, and standby, na atakaye kushikilia, that he may remain with you forever. ndiposa baki nawe milele. Who will fail when you have these people in your life? Who will fail? Nani ataanguka? Atashindwa. Nani atashindwa? If you have these people in your life. Kama kuna watu hao katika maisha. Who will be discouraged when you have these people in your life? Nani atavunjika moyo wakati uko na watu hao katika maisha? If you really love me, ukinipenda, I will ask my Father nitamwomba babangu to give you a comforter,
akupatie mfariji, to give you a helper, akupatie to msaidizi, give you an intercessor, akupatie mumbazi, to give you a strengthener, akupatie mwenye to give you an advocate akupatie atakaye kusimamia, who will dwell with you atakaa pamoja nao forever. milele. If God has given you 100 years to live here on earth, Kama amekupatia miaka these 100, people will be on your side. watakuwa pamoja nao, A comforter. msaidizi. Remember when God spoke to Joshua, Alipomzungumzia Yoshua, be courageous. akakuwa mjasiri. In other words, Maneno mengine, I know what I've called you for. ninajua nilichokuitia, I know what you'll achieve. ninajua But utakachokitimiza, I know hindrance will come. lakini najua vizuizi I know vitakuja, blockage will come. vizuizi vitakuja. Be courageous. Kuwa courageous, It means you stand firm na maanisha unasimama wima, even when you face opposition. hata wakati unapambana na You are upinzani, not going back, hautarudi nyuma, but you stand firm unasimama because you have kwa sababu unayo, a comforter uko na comforter who help you. He anayekusaidia. comforts you. You are a winner in this battle. You are not a loser. Even when the world shows you Hata wakati dunia inakuonyesha you are defeated, umeshindwa, but the comforter who will be given to you yule comforter ambaye is telling you, anakuambia don't go behind, usiende nyuma, move forwards. songa mbele, You will make it. utafaulu, You will make it. utafaulu, You will make it. utafaulu. You are qualified for this. Umefaulu. It doesn't matter how many time you'll fail. Haijalishi utakavyo, Keep going on. endelea, Keep pressing on. endelea, Because you have a comforter. Sababu And kuna this comforter, na huyu comforter it's not you who will ask him from sio wewe God, ambaye utamuitisha, but Jesus will ask him for you. lakini Yesu atakuitishia, Because he has seen the way you love him. kwa sababu ameona kwamba unampenda. This is not superficial love. Hii sio ya juu. This is not superficial love. Hii sio I mapenzi. know this young boy loves me. Najua kwamba mtu I have anampenda. searched his heart. Nimetafutia I have moyo gone wake. deeper in his heart. Nimetafutia I know he moyo loved me. Najua ananipenda. My God, my Papa, Mungu wangu na babangu, give him a comforter mpatie mfariji, so that he may make it in this life. ndiposa faulu katika maisha haya. Let's speak the name of Jesus. Bwana asifiwe. These are the benefits when you love God with all your heart. Faida za kumpenda Mungu na moyo wako wote. That even when you are facing fire, Hata wakati unapambana na mazito, people are seeing burning fire around you, watu wanaona mambo, but you are pressing on. unaendelea. They don't understand you. Wakuelewa. This is which kind of person. Huyu ni The mtu things aina is going through, but he's moving on Lakini because there is a comforter. Sababu They are not seeing your comforter, Hawajaona but there is a comforter wako. comforter Kuna comforter, because you love him with all your sababu heart. unampenda na moyo wako wote. When your enemy are celebrating, Wakati madui this wanasherehekea, fire is finishing him. hii itammaliza, This fire is finishing him. itamaliza. But they can see you are pushing on, you are moving on. You are pressing on. They Unaendelea. don't understand what is going with you because you love him with all your heart. Penda na moyo wako wote. Jesus has asked his Father Yesu to akauliza give you babake, a comforter. akupatie comforter. In this life, you need people. You need God to comfort you. Unahitaji Mungu akutie moyo, Not people. Not people. si watu. There are situations which you go through in this life. Kuna hali ambazo utapitia katika maisha haya, People will not understand you. watu hawatakuelewa, People run from you. watu watakutoroka. I have gone that situation. Nimepitia hali hii, Friends have deserted me. marafiki The people wakaniacha, I knew are best friends. watu ambao nilijua ni They marafiki don't want to associate with me anymore. hawataki Because what I'm going through, sababu vitu ambavyo they napitia cannot understand it. hawaelewi. But the comfort which I have, Lakini ile- preaching day after day, serving their years after years, because of the comfort of God. kwa sababu ya kutiwa moyo na Mungu. If it was the comfort of people, Kama ingekuwa ni wanadamu, I could not be preaching today. ningekuwa na ubiri leo, I could be somewhere. ningekuwa Because I could feel abandoned by everybody, misunderstood by everybody. But the comfort of God, keep us serving Him. naendelea kutumika. As I'm preaching today, Napohubiri leo, today is 5 years since my wife leo ni miaka 5 could not cook anymore for me. kuanzia siku mke wangu hangeweza kupika tena. He could not speak to me anymore. He He could not do anything for me. Angefanya chochote. But good 5 years Miaka 5 preaching on because of the comfort of this God. Because of the comfort, I will not leave you alone. I will send you a helper. A comforter will be given to you. Even when everybody failed to understand you, hata wakati kila kitu kimeenda He understands you. anakufahamu. He knows where you are going through, and He knows where He is taking you. Anajua pale ambapo anakupeleka. When you love Him with all your heart, Wakati unampenda na moyo wako wote,
a comforter will be given to you. Utapatiwa msaidizi. How are you going to run away? Utatoroka vipi? How are you going to abandon your office? Utaachaje ofisi? How are you going to abandon your posts? Na post yako? When a comforter is given to you, Wakati he's pushing you forward. He's pushing you. Go, go, go. The victory is there. The victory is there. Don't move backward. Keep going. Keep pushing on. Because the comforter is there. And these are the outcome when you love him with all your heart. Not because of what he done. Because sometimes you may look around your life. It can look like nothing is going on in your life. Nothing is moving on forward. But because you love him, nothing will separate me from the love of this God. If I've not made it here on earth, there is heaven for me. There is a crowd which are waiting me. There is a crown waiting for me. There is a mansionette for me. Even when I didn't make it here on earth, the days here on earth are numbered. But there is eternity somewhere. There is eternity somewhere. It doesn't matter I didn't get it. It doesn't matter I didn't own it. But I know one day I will be with you, him, the rest of my life. That's why I will love him. If you love me, love your God with all your heart, with your soul, he will send for you a counselor. The work of a counselor is to give you ideas, to sharpen your mind, to see where you could not see, to see the treasure hidden somewhere. That is the work of a counselor. If you love me with all your hearts, I will ask my Father to give you a counselor. You need somebody to counsel you. You need somebody to talk to you. You need somebody to speak to you. You need somebody to open your eye. He will give you counselor. When your case cannot be understood by anybody, nobody will give you counsels. Nobody will counsel you because your case is above them. But there's another counselor who knows everything, who knows where he's taking you. The Bible says, when you love me for all your hearts, I will pray to my Father to send you another counselor. Hello. How they are going to counsel you when they don't know where you are going, when they never been where you are going, but there's somebody who has been there. He knows where he's taking you, and because you love him with all your heart, I will send another counselor. I will send you another counselor to counsel you. You are not going to fail in this situation. You are not going to be a loser. There is a counselor somewhere. There is a counselor to counsel you, to give you ideas, to open your eye. You can see life where other people are dying, where other people are running out. You can move there because you see my success is here, my victory is here. Because a counselor is talking to your ear. My daughter, don't give up. Don't give up. Don't give up. We are together with you. You are not alone in this battle. We are with you. We are assisting you to take where he has promised you. Because you love him with all your hearts. And he is proven. You love him. This is not the superficial love. The love when things are okay. But we are talking about really love. Tell your neighbor really love. Tell your neighbor real love. Even when it's hot.
We love him. tunampenda. I will give you another helper. Nitakupatia msaidizi. If you love me with all your hearts, Ukinipenda na moyo wako wote, I will send you a helper. nitakupatia I will send you a helper. msaidizi. I will send you an intercessor. Nitakupatia Somebody will pray for you in unknown tongues. katika ndimi zisizojulikana. Brethren, there are time in this life Kuna wakati katika maisha you don't know what to say. hujui cha kusema, You don't know how to pray. hujui jinsi ya kuomba, You don't know what to tell God. hujui utaambia Mungu. If you never been there, Kama hujakuwa hapo, we have been there some days. kuwa hapo. When you go in the presence of God Unapoenda and you don't know where to start. hujui utaanzia Because wapi. when you look around you, trouble and trouble, Ukiangalia problem mateso, and problem, and you know where to start, you don't know which word to say, hujui cha kusema, I will send you another intercessor. nitakutumia muombezi. He don't speak in your language, Hata zungumzia, but he speak in heavenly language. Makapatusha taba, ekaya dobo shialabida so, rakuda badosi talabida, Yes, Lord. keta dosi talabida, mantoka labadosi alabida. You were exhausted, umechoka. but when he pray for you, Wakati unaombewa, you are revived again. unauishwa tena. You can see your tomorrow. Unaona kesho yako. When he intercede for you, he touched the throne of God. Anakaa katika He touched the throne of God. amekaa hapo. You are not going to leave this young lady like this. Hautamtoa. Makuda bida suta keba. Yes. Melaba doso telebadia. Yes. Kelabia robia dosuta. Yes, Jesus. She wanted to commit suicide. Anataka kujiua. After the Holy Spirit, Baada ya Roho after Mtakatifu, the intercessor have interceded for her, baada ya kuombewa, she see vision about tomorrow. Ameona vision She received kesho. calls. Somebody comes. mtu anakuja. Why? Mbona? I will send an helper. Nitakutumia I will msaidizi. send an intercessor. Nitakutumia msaidizi. If you love me Kama unanipenda with all your na hearts. moyo wako wote. It's not those people you call your intercessors. Sio wale watu ambao It's unaita not those waombezi. people who lie to you. They are in mountain praying for Watu you. ambao wanakudanganya When they are kwa imani eating wanakuombea. chips and cuckoo. Lakini When they are making life. They are lying to you. But there is another intercessor na yule intercessor who goes straight to the point. anaenda straight kwa point. If you love me Wakati unanipenda with all your hearts, na moyo wako wote, somebody from heaven kutoka mbinguni will pray for you. These are the benefits of loving him with all your hearts. faida za kumpenda na moyo wako wote. I will send another advocate. Nitamtuma atakaye kusimamia, I will send another advocate. kama msimamizi. You know the work of advocates? Kazi ya msimamizi, They stand on your behalf. wanasimama kwa niaba yako. They wear your problem, it's become theirs. Shida yako inakuwa yao. I will send another advocate. Nitamtuma. You are not going to msimamizi. answer them, Mama Susan. Hautawajibu. You are not going there to anything. Hutaenda hapo. Just you keep quiet. Your advocate is working for you. Msimamizi wako Somebody will speak about you. Somebody will talk about you somewhere where you've never been. atakaye kuzungumzia. Somebody will reveal about you. I remember Joseph. Nakumbuka Yusufu. There is somebody who advocate for him. I know somebody is able to interpret your dream. Ninajua mtu anaweza kutafsiri. When Joseph was in prison, alipokuwa katika jela. Yes. He was in prison. Alikuwa katika jela. He was in prison. Alikuwa katika jela. But an advocate was somewhere. I know the son of Jesse. He know to play good the harp. He's good. He's handsome. He's good in speech. The son of David was not there. But an advocate Lakini wakili pleaded for him. Akamwombea. Alizungumza kwa sababu yake. He spoke on his behalf. I will send another advocate. Na atamtuma advocate. He will go in the courts where you'll never reach. Ataingia katika sehemu ambazo huwezi ukafika. He will enter chambers where you'll never sit. Ataingia vile vijumba when they are discussing about your name, wakati wanazungumza, when they are discussing about your business, he will enter that chamber. You don't know this young boy. This is man. You cannot touch him. That's not the anointed of God. Ubaya. In their meetings, they will be scattered. Because he have sent another advocate for you. He will send a strengthener. A strengthener. When you are exhausted, when I am exhausted, I cannot move forward. A strengthener, just pull me. I'm exhausted. A strengthener.
He's keeping me to my journey. He's keeping me where I have sent me, pale ambapo umeanguka, so that you may reach to your destination. usifike. These are the benefit Faida of loving him za kumpenda with all your hearts, na moyo wako wote, with all your minds, na nafsi yako yote, with all your spirits. na roho yako yote. Praise be the name of Bwana Jesus. sifiwe. Can you make it without the assistance of these people? Je, unadhani utafaulu bila usaidizi wa watu hawa? Nobody will make it without the assistance of these Hakuna people. atakayefaulu bila. I'm about to end, Nataka nimalize. but I want to give you these few things, Nataka nikupatie mambo hayo machache. because we are talking about sin So tunazungumzia kuhusu dhambi. will create your destiny. Dhambi itauza hatima. When you go in the book of Genesis, Mwanzo you see the idea of God utaona mawazo ya Mungu after the creations. baada ya uumbaji. He creates a man, Eve and Adam, Akamuumba Hawa na Adam, and he placed them in Eden. akaweka katika Eden. And he tell them, have dominion over everything. Na kuambia tisha kila kitu. They are good. Walikuwa sawa. Everything was subduing to them. Kila kitu kilitiika kwao. But when the enemy came, the devil, Adui alipokuja shetani and lied to them, na akawadanganya, deceived them, akawadanganya and they sinned against God, na wakatenda dhambi dhidi ya Mungu, they start hiding themselves in the presence of God. wakaanza kujificha katika uwepo wa Mungu. They start hiding themselves. Wakaanza kujificha. Adam, where are you? Abraham, uko wapi? We are here. Tuko hapa. I can't see you, Adam. Where are you? Sikuoni, uko wapi? We are hiding ourselves. Anasema tunajificha. Why are you hiding yourself? Mbona unajificha? We are naked. Tuko uchi. Did you eat the fruits which I told you don't touch it, don't eat it? Je, umekula tunda ambalo nilikuambia usile? This woman Ni huyu mke who you gave to me. uliyenipatia. Instead ama licha ya We are sorry, God. kusema pole Mungu, They are not ready to take responsibility hawakuwa tayari kuchukua gharama, because their conscience was already dead. kwa sababu dhamira zao zilikuwa. Because when your conscience is alive, Dhamira yako ikiwa na you know when you sin, unajua wakati you unatenda dhambi, repent. unatubu. But when they are running away from God, Wakati wanamtorokea mbali, they are no more in communion with Him, hawako tena katika and their ushirika, conscience was dead. na dhamira zao zimekufa. They could not accept, I have seen this woman you gave to me. And God came and assisted them. God came and assisted them, Akaja akawasaidia, and He chased them away from Eden. akawafukuza. And you know what God spoke to them? Praise be the name of Jesus. And God turned to serpent. Na akageukia nyoka. From today, Kuanzia leo you shall walk through your belly, utatembea kwa tumbo yako and you shall eat na the utakula dust. vumbi. And the woman, the seed of this woman kwa mwanamke, na mbegu ya mwanamke will crush your head. itavunja kichwa chako. And you too, Nawe pia you will keep is, how do you call it? nawe utauma kisigino. Bwana, na wewe utauma kisinginyo chake. Then he turned to the woman. Kisha akamgeukia mwanamke. See how sin Wana jinsi dhambi destroy your destiny. inaharibu hatima. To a woman, Kwa because you have listened to the serpent, sababu ni baraka, kwa sababu ya hivi you shall bear children in pain, utazaa kwa uchungu, and all your needs na mahitaji yako we yote shall be upon the man, yatakuwa ndani ya mwanaume, and he shall dominate over you. na atakumiliki. The initial plan of God So plan ya Mungu was not a man to dominate over the woman, haikuwa ni mwanaume, but the consequence of sin, lakini kwa sababu ya dhambi she became under dominion of another person. akakuwa chini ya uongozi. Then God turned to the man
Asa Mungu akamgeukia mwanadamu. You man, because you have listened to your woman, sababu ya hii, from this day, kuanzia leo, you shall eat from the sweats utakula kwa jasho till you go back to the earth hadi utakaporudia where you came from. pale ambapo umetoka. And this soil will bring forth thorns utaleta miba till you go back, hadi urudi, till you return. hadi ufe. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Mawazo ya Mungu yalikuwa watu waishi ndani ya mateso. The plan Kutupwa was of nje ya Edeni, to be thrown outside of Eden. walitupwa nje ya provision ya Mungu. They were thrown outside the provision. Waanze kujisumbukia wenyewe. So they may start struggling by themselves. Understand kwa sababu gani wanasema utasumbuka maisha yako yote? Understand why they say they're going to suffer the whole of Mahali their life. Mungu alikuwa anaweka provision ilikuwa ndani ya Edeni. Where God has placed provision was Kutupwa in the nje ya Eden. Edeni To be thrown ni outside kusema muanze kujitafutia muogo yenu. means you're supposed to start Mujitafutie working. mahindi yenu nyinyi wenyewe. Start working on yourselves. Matokeo ya dhambi. The results of sin. Maisha ya dhambi A life of sin itakutoa katika destiny yako. will take you from your destiny. Itakutoa katika provision Will yako take you from your provision na kufanya uishi maisha ya and mateso. make you live a suffering life. Simama kwa miguu yako. Be on your feet.